Ndugu zangu, nimeanza kuwa katibu tawala wa mkoa toka mwaka 2018 nikiwa katibu tawala wa mkoa wa Iringa. Nikaa pale takriban miaka 5, lakini Mheshimiwa Rais kampendeza akanihamishia katika mkoa wa Songwe mwaka 2022, ambapo mpaka sasa kama mahesabu yangu yanaenda sawasawa ni mwaka wa 3 sasa katika mkoa huu wa Songwe. Lakini juzi hapa tarehe ngapi, 23 kama alivyosema katibu tawala msaidizi utawala, uteuzi umefanyika. Pamepatikana kiongozi mwingine ambaye anakuja kuchukua nafasi ya kwangu katika mkoa wa Songwe kama katibu tawala wa mkoa. Watu wengi walikuwa wanahisi tu, wanasema atakuwepo, ataenda, haendi, atafanya nini. Watu walikuwa wanasikia kwa mbalimbali kwamba Rashid mwaka 2025 atagombea. Dhamira yangu ilikuwa kwa kweli ni kugombea kwenye hiyo nafasi, na vile ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza tunaohitaji kuenda kwenye mapambano mwaka 2025 waandike barua. Kwa kweli na mimi ni miongoni mwa watu ambao tuliandika barua, na Mheshimiwa Rais alisema kwamba atafanya mabadiliko, atajaza hizo nafasi, na kwa kweli akafanya hivyo, kwa maana ya kutuachia huru sasa wale wahusika walioandika barua, na mimi ni mmoja wao. Kwa kweli nitumie fursa hii kumshukuru sana. Kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu angeamua tu asitaje mkoa wa Songwe kuendelea kubaki pale pale, maana ningejua hii ruhusa haijatoka, kwa hiyo ningeendelea kutumika vizuri tu kabisa kama kwenye nafasi ambayo ni. Lakini kwa sababu hiyo basi mimi narejea nyumbani kwenye mkoa wetu wa Geita na kwenda kugombea nafasi ya ubunge. Naamini kwa dua zenu na maombi yenu nitafanikiwa. Naamini kabisa Mwenyezi Mungu atanisaidia, nitafanikiwa. Kwa ndugu zangu, niko hapa kwanza kuwashukuru sana kwa mashirikiano ambayo mmenipatia kwa kipindi ambacho nilikuwa hapa. Mkoa wa Songwe nilifika hapa baada ya kufika, nilifika mara ya kwanza kwenye mkoa wa Songwe, nilifika wakati nakuja kwa tuna mambo ya kuwasha mwenge nafikiria. Tukaalikwa wote wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo tukaja tukashiriki kwenye zoezi kuanzia maandalizi mpaka kwenye zoezi lenyewe la kuwasha mwenge. Lakini kwa kuna forum ya masuala ya utalii wa nyanda za juu kusini, karibu kusini, pia nilikuja mara 2, masuala ya Kimondo na nini. Si Iringa kule tulikuwa tuna habari yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana vizuri sana na mkoa. Sasa hiyo ilikuwa ni mara 2 kuja kwenye mkoa wa Songwe. Sasa mara ya 3 nilikuja sasa kama katibu tawala wa mkoa. Nilipofika hapa wengi walikuwa wanazungumza mkoa wa Songwe sio mwepesi, mzito kidogo na vitu kama hivyo. Lakini namshukuru Mungu mlinipa ushirikiano. Nilifika hapa mimi nikiwa mgeni, lakini nyinyi wenzangu mlikuwepo. Kuna wengine walikuwa toka mkoa unaanza. Kwa maana yake mlikuwa mna ujuzi mkubwa wa mkoa kuliko mimi. Mmenipa ushirikiano. Yaani hapa ninapoaga nilikuwa natamani niendelee kuwepo, kwa sababu ni timu ambayo ni ya kipekee ya mkoa wa Songwe. Mmenielekeza namna ya kuenenda katika mkoa wa Songwe, lakini mmenipa ushirikiano, kila mmoja kwenye eneo lake amefanya kazi ipasavyo. Nathubutu kusema kwamba mkoa wetu kuna maeneo mengi sana unafanya vizuri kwa sababu yenu na kushirikiana pamoja na mimi. Tumeweza kufanikisha mafanikio mengi, usimamizi wa miradi, usimamizi wa shughuli za serikali kwenye maeneo mbalimbali, usimamizi wa vitu vingi vimefanyika katika mkoa wetu. Na kwa kweli maeneo mengi mkoa wetu unafanya vizuri kwa sababu nyinyi hapa mnawakilisha watumishi wote wa mkoa wa Songwe. Nyinyi kama RS ambao ni nyumbani ambako natokea, lakini watumishi wa halmashauri na watumishi wa taasisi zote za serikali ambazo ziko ndani ya mkoa wa Songwe. Mimi ninawashukuru sana kwa kushirikiana na mimi. Niwaombe sana mtoe ushirikiano huu mlionipatia kwa katibu tawala ambaye anakuja. Ninaamini mkimpa ushirikiano, haya mambo ambayo tumeendelea nayo basi yatakuwa kiendelea. Hapata kuwa na nafasi ya kuona kwamba kuna gap lolote, kwa sababu tutakuwa tukiendelea kutoa ushirikiano na mambo mengine yanaweza kuendelea na kuendelea kufanya vizuri. Mimi sina mashaka na hili. Kila sekta, kila mmoja kwenye eneo hili ambao mpo huko ndani, wote kila mmoja ana contribution yake kubwa. Naweza kusema mimi nakaa tu ofisini, lakini kazi kubwa inafanyika.
wasaidizi wangu wale ofisini wakina Magi pale, unakuta unaweza kufikiri kwamba hana mchango, lakini ana mchango mkubwa sana, mchango mkubwa sana. Kwa mimi nawashukuru kwa moyo wa dhati kabisa. Nawashukuru sana watumishi wenzangu. Nawashukuru sana kwa ushirikiano, nawashukuru sana. Nachowaomba muendelee kuniombea. Muendelee kuniombea jambo langu basi lifiki, si ndio? Mniombee kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi sasa ni ndugu. Wewe unanifahamu, mimi nakufahamu. Kwa jambo lolote lile ukilisikia una jambo lako kule Geita, basi unanicheki tu, tunaendelea. Lakini mimi ni mwana Songwe. Hapa Songwe ni kwangu. Habari zangu nyingi ziko ndani ya mkoa wa Songwe. Nitaendelea kuja Songwe wakati wowote. Kwa hata tusipokutana kwenye mambo ya kiofisi, basi tukutana huko mitaani kwenye mambo ya kijamii na mambo mengine. Kwa sababu mimi Songwe sasa ni nyumbani. Au nyie hamjaona fursa Songwe? Fursa zipo, si ndio? Si mmewekeza kidogo? Mmewekeza. Mbona mnawaitika kwa mashaka? Hakifuatilii uwekezaji wako. Maana mtu mwingine anaweza akahisi hapa nataka nifuatiliwe kidogo uwekezaji. Sasa tufuatilie uwekezaji wako. Songwe ni nyumbani na nitaendelea kuwa nyumbani kwa sababu mimi nimeona fursa nyingi katika mkoa wa Songwe. Tutaendelea kushirikiana kwa kufanya mambo yanakaa sawa sawa. Ukiwa na jambo ambalo unafikiri Happiness anaweza akakusaidia, basi uwe free kunipigia. Ukiona sijapokea basi unaweza kuwa nimekuwa busy kidogo, basi niandikia hata ujumbe. Nikikapata basi nitaona namna gani ya kufanya. Lakini na mimi nikiwa na jambo langu basi na mimi nikikupigia upokee simu au hutapokea? Utapokea naweza kukupigia hapo, jamani naomba nisaidie hapo na 1 2 3 pale. Na 2 3 4 pale. Basi mnanipa support kama ambavyo tumekuwa tukiishi. Narejea tena, sisi ni ndugu. Sisi tumekuwa karibu, nyinyi mnafahamu, na tumefanya vitu vingi kwa pamoja. Undugu wetu hauwezi kutengwa na labda na position kwamba labda imemove kutoka hapa kutoka hapa. Undugu wetu unaendelea kubaki pale pale. Na ujamaa wetu unaendelea kubaki pale pale. Lakini naomba pia mpokee salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Alitamani sana kuja kuongea na ninyi siku ya leo, lakini amekutwa na dharura ambayo imemfanya asiweze kukamilisha. Kwa sababu tulikuwa tumepanga pamoja kwamba tuje tuzungumze kwa pamoja na ninyi. Kwa sababu nyinyi mmekuwa pamoja na sisi kwa muda wote. Na kwa kweli tulifanya kazi katika utulivu mkubwa sana. Jamani, au nadanganya? Utulivu ulikuwepo au kuwepo? Mlikuwa na amani, hamkuwa na amani? Mlikuwa mmekaa vizuri? Kwa sababu bosi wetu alikuwa amekaa vizuri, basi akatuongoza vizuri kuhakikisha kwamba mambo yamekaa sawa sawa. Kwa kweli kusema na ule ukweli kabisa. Nikiambiwa nichague timu ya kufanya nayo kazi, nitachagua ninyi. Kwa sababu ya namna ambavyo tunashirikiana. Nawashukuru sana. Sina maneno mazuri ya kuwashukuru, lakini nawashukuru sana. Nawashukuru mno. Nawashukuru management kwa kunishauri. Nawashukuru watumishi mbalimbali kila mmoja kwa kushauri kiongozi wake. Nawashukuru wasaidizi wangu ndani ya ofisi ukiongozwa na Mage. Namshukuru dereva wangu Tibe. Nawashukuru wote. Kwa sababu dereva alikuwa anaishi Tibe, lakini walikuwa wananiendesha madereva wengine pale kina Yasini, kina nani, tunakuwa pamoja. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi nawashukuru. Nawashukuru sana. Nawashukuru mno. Jei nakushukuru sana. Kayuni nakushukuru. Rahim nawashukuru sana. Mmenisaidia pamoja na kwamba tumeunganikana, lakini nyinyi pia mmekuwa na mchango mkubwa sana. Mmeniletea mawazo nyakati tofauti. Kwa simu, kwa kuja wenyewe ofisini. Mara nyingi mnakutembea, mnakuja ofisini. Mnakuja kushauri. Mmoja ananiambia bwana kuna ushauri 1 2 3. Shauri 1 2 3. Na mimi nawaambia hili nitafanya, hili nitashindwa kwa sababu 1 2 3. Kwa tunaelewana na mambo yanakwenda vizuri. Kundi la waandishi wa habari ni kundi sio jepesi. Lakini ni kwa sababu mara nyingi huwa hatuwasikilizi. Lakini ukipata muda wa kuwasikiliza, ukajua vitu ambavyo wanahitaji, kwa sababu sio kila kitu wanachohitaji kitawezekana. Na sio kila kitu wanachohitaji hakiwezekani. Kuna vitu vinavyowezekana na vitu ambavyo haviwezekani. Lakini mkijua namna ya kushirikiana na kuelewana, mambo yanakwenda vizuri. Mimi kwa kweli waandishi wa habari nawapenda kwa sababu kwa kweli hata mimi nilipokuwa nje ya mkoa wa Songwe, nilikuwa najua habari mbaya ndio zinapatikana kwenye mkoa wa Songwe. Zile habari si watu wamenyongwa, sijui nani kamuua nani, sijui nani kamchoma kisu. Hizo ndio zilikuwa habari ambazo tunazisikia sana. Lakini mkoa wetu sasa unasikika vizuri. Watu wanaujua mkoa wa Songwe, wanaufahamu mkoa wa Songwe na wanaufahamu mkoa kwa vitu ambavyo ni positive. Hivi na kuhakikishieni mkoa wa Songwe ni mkoa ambao una fursa nyingi sana.
Viko vitu vingi ambavyo serikali inafanya kwenye mkoa wa Songwe. Vitu hivyo vikikamilika, mkoa wa Songwe utakuwa tofauti sana. Na nawahakikishieni kama mjakamata viwanja, kamateni fast. Yaani hapa tuna issue tu ya umeme. Umeme ukishapatikana, ile substation ya Nkangamo ikikamilika kwa 100%, tukawa na umeme wa uhakika hapa, hatuna shida. Sijui mnaelewa? Manake uwekezaji mkubwa utakuja kwenye mkoa wa Songwe. Lakini tuna issue ya barabara zetu. Tanzam hii yenyewe hii iko kwenye mpango kama mnavyofahamu. Lakini mnafahamu tumeongeka muda mrefu sana na issue ya bandari kavu. Ile jambo limeshakamilika. Yaani I'm so proud kwamba tunaondoka mkoa wa Songwe, jambo la bandari kavu limeshakamilika. Bado ni uwekezaji tu kuanza sasa kutokea. Kwa sababu vitu vingine vyote vya background work vimeshakamilika, bado kutokea tu pale. Na ataeleza vizuri mheshimiwa mkuu wa mkoa siku ya makabidhiano. Liko limekamilika. Kwa hiyo ni fursa ambazo tutafanya mkoa wa Songwe iwe mkoa wa tofauti. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwa kweli, mko kwenye mkoa ambao ni mkoa wa fursa. Nyinyi wenyewe muone kwa mko kwenye mkoa wa fursa. Chukueni hizo fursa. Tusikae tu kwamba tumekaa. Tumia hizo fursa, badilisha hizo fursa ziweze kusaidia na mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Yaani usiogope kufanya jambo kwa sababu wewe ni mtumishi. Kuna watu wamefungua maduka na maduka yanaenda vizuri. Kuna watu wanavisiwa na vitu gani, yaani fungua, tafuta, fanya jambo. Mungu hajakuleta Songwe kwa bahati mbaya. Mungu amekuleta Songwe kwa sababu amejua kuna jambo utalifanya ukiwa Songwe. Kwa ufanya ukijua kwamba mtu mwingine anasema kwetu sisi ni Kigoma, hivi naangalia nini na Songwe. Kwani sasa hivi uko Kigoma? Unajuaje kama utaenda Kigoma hivi karibuni? Unajuaje utastaafia hapa? Lakini kwani ukiwa na jambo lako umelifanya hapo ukaenda sehemu nyingine, kwani mambo hayo yanagombana? Si msho wako utakuwa unaingia tu. Sasa mimi niwaambie sasa, mimi na habari zangu ambazo ziko hapa. Naondoka na kwenda, lakini kuna habari zangu zipo. Kwa sababu najua fursa yote unaweza ukaitumia fursa mahala popote ulipo. Mwisho kabisa, endeleeni kuwa wamoja. Mnapata viongozi wapi? Mkiwakaribisha, wakaribisheni kwa kuambia maneno ambayo yako positive. Kuna wengine ni wajanja, wakishafika tu anatafuta na mgeni amkamuwahi. Anaambia una habari, yule PS wako yule, unamjua Mage wewe? Kumjui. Yuko 1 2 3, inakusaidia nini? Una habari kule afya kule kuna mtu fulani. Yaani yule muogope kama ukoma. Jamani, itakusaidia nini wewe? Jamani, wewe fanya kazi, kiongozi akujue kwa uwezo wako. Fanya habari zako, habari za mtu ziache. Endelea na mambo yako, habari za watu ziache. Una habari, yani kuna waandishi wa habari hapo usiongee nao. Yani kuna mtu anaitwa Kayuni, usije ukalogwa. Ni hatari. Haiwezi kukusaidia. Tuambiane maneno mazuri ili tupande mbegu nzuri kwa viongozi wetu. Mwisho wa siku tukae kama timu moja na tukae vizuri. Mimi niliamua kufunga madirisha ya kutokusikiliza mtu. Jamani, humu ndani kuna mtu anaweza akathubutu kusema kwamba yeye ni rafiki yangu zaidi kuliko mwingine? Humu ndani hayupo, kwa sababu wote. Na hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kuja kuniambia habari zangu, kwa sababu alikuwa ananifahamu. Hayupo. Mtu atakuja tu kunishauri, kuniambia Rasi, au nina issue 1 2 3. Anataka kumuona Rasi mara moja, na issue 1 2. Anakuja kuambia issue zake. Kwa sababu nilisema tokea mwanzo, mimi sisikilize habari za mtu. Yaani ukija njoo na habari zako za mtu, aje nazo yeye mwenyewe ndio azilete. Na washukuru sana mlinielewa toka day 1 mpaka naondoka hivi. Kwa kweli hakuna mtu ameniletea umbea wa mtu. Nashukuru sana na tuendelee hivi kwa kiongozi anayekuja. Mimi naamini kwa mwendo huu tutakaa vizuri na mambo yetu yatakwenda vizuri. Wapeni ushirikiano waandishi, kaeni nao vizuri, kwa sababu katika utekelezaji wa majukumu yako mambo mazuri, yako mambo ambayo tunaendelea kujifunza, kwa sababu hata sisi pia tunakosea. Ukikosea ukajieleza vizuri kwa hao, kwa sababu tayari ana story ya upande mmoja, anataka ubalance. Unamsikia Kayuni anasema ubalance story. Anao ya upande wa pili anakuambia hili liko 1 2, wewe unasemaje? Au unampa majibu vizuri, unamwambia bwana hilo liko 1 2 3. Na nafikiri likienda hili likiwa namna hii litaweza kuleta sura fulani na vitu kama. Lakini wanaelewa kwa sababu na wenyewe pia wana nia ya kuona mkoa wetu unafanya nini? Unakuwa. Na kwa hakika hata sifa nzuri inayokwenda kule ni hawa. Maana sisi ungeweza kuisemea wapi sasa? Hawa ndio wanaoitangaza, wanasema hivi, na mambo yanakwenda vizuri. Mimi naamini mtafanya vizuri. Wala sina mashaka. Kwa sababu uwezo wenu nyote na ufahamu. Na watu wengi wanasema kwamba Rasi amefanya vizuri, na kuhakikishia sio mimi, ni ninyi.
Mngeamua kutokufanya kila mmoja kwenye eneo lake. Kwa nini mimi naweza kufanya sekta zote? Siwezi kufanya sekta zote. Maana wa utawala wamefanya kazi yao, viwanda na biashara, kila mmoja anafanya kazi yake. Mimi kazi yangu ni coordinate. Na unajua ninapojua kufuatilia. Si unajua? Ninapojua nikiamua kulifuatilia jambo mpaka lifike mwisho. Lakini nashukuru sana kufuatilia na nilikuwa ni kidogo tu, yani kuseti tu msingi. Baada ya kuseti msingi, kila mmoja anajua vitu ambavyo anatarajia kutoka kwa rasi. Ndugu zangu, ninao mengi sana kuzungumza. Hata mimi pia nikisema niandike naweza kaandika vitu vingi sana kwa kupitia ninyi. Vingi ambavyo mmefanya. Mimi niwatakie kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awatunze. Najua na nyinyi mna mipango yenu, mna maono yenu, basi maono hayo na mipango yenu basi iweze kutimia kwa haraka. Ili basi tuendelee kuishi vizuri. Mimi kwa maneno yote mlioniambia hapa, ndugu zangu waandishi, nitawahitaji jamani, je, na 1 2 3 si nani na 1 2 3, basi tupeane support kwa kadri ambavyo inawezekana. Basi baada ya kusema hayo, mimi niwatakie kila laheri, lakini mpokee salamu nyingi sana za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Atakuja kuzungumza na nyinyi siku ya tarehe 2, siku ya makabidhiano. Japokuwa tutapata muda wa karibu sana huu, lakini naamini atapata muda wa kuzungumza na watumishi na atawaambia jinsi ambavyo ana appreciate support kubwa ambayo mmeitoa. Lakini mimi mwenyewe hata kama hayuko hapa, ninamshukuru sana bosi wangu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.